Nilikwambia usinitafute mpaka mwezi mtukufu uishe, na tulikubaliana hivyo. Sasa nini unafanya hapa? Mfungo ni mchana na huu ni usiku, alafu mwezi Ramadhani ni kesho na sio leo. Kwa hiyo alafu unajua leo ni siku ya kuvunja jungu, kwa hiyo ni siku ya mimi nayo kuenjoy. Hapana, tukifanya hivyo tutaharibu funga ya mwezi mzima. Sijali baby, kitu cha kawaida sana hicho, sawa? Subhanallah, Allahu akbar. Shahaduri, usiku huu na mdogo wangu, ili hali kesho tunaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Astaghfirullah. Umenitafsiri vibaya shehe wangu. Nilikuwa najaribu kumwelekeza namna kujistiri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shahaduri, katika kitu ambacho nakipigania katika maisha yangu kila inapoitwa leo ni kumuona mdogo wangu amebadilika na kuwa katika maadili mema kama vinavyofundisha vitabu vyetu na mafunzo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi kama ni kweli unazungumza, Allah aendelee kutufanyia wepesi katika hilo. Nikutakia Mungu mwema inshallah. Ishara shehe wangu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Mashallah. Tuendelee na darasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Mume wangu, tungekula kidogo kwanza. Shukran. Mume wangu, Ramadhani inakuja, tutafanyaje? Kwa uwezo wa Allah sana. Kuna kitu nimekikumbuka hapa ni cha masiara kidogo, lakini zamani kilikuwa na maana. Tulikuwa tukimaliza kunawishwa aya. Sawa, tunuie kwa sababu ya kufunga kesho. A'udhu billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somu ahad ani adai shahr Ramadan.
Usiniogope mimi, muogope Mwenyezi Mungu wako. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Samahani mamdogo, ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili yako na akhera yako. Jana usiku tumekubaliana sote, leo tunafunga. Leo unakunywa maji kweli mwanangu? Mamdogo, hata bila hivyo mimi naumwa vidonda vya tumbo. Yaani najisikia vibaya. Hapa tu ninaponiona nilikuwa nataka nikanunue dawa mamangu. Hakuna siri kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatuona hadi ndani ya nafsi zetu. Angalia mwanangu, hata mavazi uliovaa hayampendezi Mwenyezi Mungu. Uogope kwamba huu ni mwezi wa Ramadhani mwanangu, ukaacha kufanya hayo unayoyafanya? Naongea na wewe. Mashaallah. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Na siku ya leo kidogo kumeamka na hali ya mvua kweli. Sasa mimi mke wangu acha nitoke nikajaribu kupambana tuone kama Mungu ataleta kheri zake. Alafu pia nadhani nitapita kwa yule jamaa ambaye tunamdai pesa zetu. Kwa hiyo kama atafanikiwa kunipatia nitapitia sokoni kwa ajili ya kuleta mambo ya iftari kwa ajili ya jioni. Basi inshallah mume wangu. Mimi nakuombea heri, Mungu aende kutangulia, urudi salama. Amin inshallah. Basi nikutakia wakati mwema. Mume wangu. Basi mume wangu, kama utawahi kufanikiwa, mambo uwe kurudi basi. Basi inshallah nitajitahidi kuwahi kurudi. Kiukweli shehe wangu, mimi mahesabu yangu yote yalikuwa katika hiyo pesa. Ndio maana baada ya kuona nimepokea mwezi mtukufu wa Ramadhani nikaona ni moja kwa moja nikuone ndugu yangu ili tuweze kuliweka sawa hili, mara mambo yamekuwa tofauti na mambo yameingiliana, inabidi twende kwenye hadithi na makubaliano yetu. Shehe wangu, wewe mwenyewe unafahamu hali halisi na unafahamu fika kwamba mfungo wa Ramadhani umekuja kwenye mwezi ambao inatakiwa ada. Kuna maandalizi ya watoto. Yaani nafahamu unanidai, lakini naomba uvute subira kidogo. Huenda Allah atafanya wepesi hapo mbele, nitakupatia pesa yako yote. Ni kweli kaka, lakini nadhani kama kumbukumbu zangu ziko sawa, tulikubaliana katika tarehe hizi ndo za kukamilisha yale ya makubaliano yetu.
Kwa hiyo unapokuja kuniletea habari tena tofauti, naona kabisa unakwenda kunibadilishia mfumo ambao nilikuwa nimeweka na mikakati ambayo nilikuwa nimepanga. Kiukweli huu mwezi kwangu umeingia vibaya sana. Hapa nilipo ndugu yangu, sina hata pesa ya iftari ya leo. Kwa hiyo ndio maana moja kwa moja akili yangu ikaa kwako, ili kama naweza kupata kile kiasi, walau familia iweze kupata baraka ya iftari. Sasa ninaweza kukutana na hadithi tena nyingine, hii kidogo inanipa mtihani ndugu yangu. Upo sahihi shehe wangu, yaani upo sahihi kabisa. Naomba uvite subira kidogo, kwa sababu nikisema nakupa kesho utakuwa nakudanganya, na unafahamu fika mwezi wa Ramadhani utakiwi kudanganya. Naomba univumilie, nikiweka mambo yangu sawa nitakupatia kiasi chako chote. Basi inshallah kaka, Allah atufanyie pesa. Inshallah shehe wangu. Basi baadaye tutakutana magharibi. Kheri. Asalamu alaykum shehe. Wa alaykum salaam shehe. Heli. Heli. Za mfungo. Salama sijui. Mashaallah. Aha. Shemeji, mume wangu alikuwa anahitaji kuongea na wewe. Sina hela. Na nishaongea naye, sina hela. Wewe shemeji, uangalie. Mfungo umekuja Februari. Nina ada za watoto. Nina majukumu. Hebu tuvute subira kidogo, Allah atafanya wepesi. Shemeji, unashindwa kufikiria hilo? Na yeye nishakutana naye, nishamuuliza kila kitu. Sina hela shemeji. Jua kali, hali ngumu. Kuna lingine? Hapana. Shemeji, Uislamu ni kazo. Unatakiwa kukaza. Uislamu imani shemeji. Alafu angalia vitu vimekuja mwezi wa pili. Kuna Valentine Day, kuna ada, kuna hii Ramadhani. Shemeji, najigawa wapi? Kaza. Asante sana shemeji. Inabidi imani bwana. Au ni Februari mambo mengi. Shemeji vipi bwana? Kuwa na mikazo wewe kike. Usiwe kaifanya imani yako ikawa batili bwana. Mwenyezi Mungu, matatizo yote haya niliyokuwa nayo ni kipimo gani cha imani hiki?
Ya Allah, unataka kunipimana nini mimi mja wako Allah? A'udhu billahi minash shaitani rajim. 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 Asalamu alaykum mama. Wa alaykum salaam. Karibu. Asante mama. Mama, nimekuja hapa na shida kidogo. Kama unavyojua Ramadhani imeingia, na kibaya zaidi Mungu hampo sawa kabisa kiuchumi. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba mama, chochote kitu kama unacho nisaidie. Hali mbaya sio kwenu, hata kwetu pia. Hapa nilipo mimi mwenyewe sina kitu kabisa. Ningekuwa nacho ningekupatia. Jua limewaka kote, halafu mama anajua kama umekuja kuniambia chochote niambie. Hapana mama, wala hafahamu. Lakini mama, nitafanyaje wakati mume wangu wenyewe ameshagonga mwamba? Asante kwa kulitambua. Kweli sina, ningekuwa nacho ningekupatia. Sawa. Karibu shehe. Shukrani sana. Asante sana. Samahani sana. Asante wifi. Wewe, mimi sio wifi yako. Unajisawisha eh? Sawa. Samahani dada. Nilikuwa na shida na namba za James. Wewe unataka namba za James za nini? James si ex wako. Shamimu, wewe umeolewa, upo kwenye ndoa. Haya namba za James za nini? Wala ukopi hata mwezi dada. Hivyo kwani umefunga? Ha? Umefunga? Kwa hiyo wewe mnataka mkafanye dhambi huko mnishikishe na mimi. Jamani, sitaki dhambi, sitaki kushiriki kwenye hizo dhambi, sitaki. Mimi mwezi mtukufu jamani. Nini lakini wewe binti? Ha? Wifi. We koma wewe. Koma kidogo kidogo. Mimi sio wifi yako. Wewe si umeolewa? Jamani, wewe mwezi mtukufu basi mtuache. Miezi yote tunatenda dhambi. Huu mmoja tu basi tuachini tufunge jamani. Shamimu, sitaki dhambi ndogo ndogo. Astaghfirullah. Tu. Wewe binti, umetumwa? Umetumwa kuniharibia funga yangu eh? Umetumwa na shetani uje uniharibie funga yangu jamani. Jamani sitaki mimi jamani, sitaki dhambi ndogo ndogo. Sitaki mnishirikishe jamani Shamimu.
habari za saizi? Oh, salama. Samahani, nimetokea mtaa wa pili hapa. Kuna mtu nimeelekeza, nimeambiwa anapatikana mitaa hii, nilikuwa namuulizia ni ndugu mmoja hivi, ana mwili mkubwa kidogo, ni kama mtu wa mazoezi hivi, pia amefuga. Sasa sijui utakuwa kama unafahamu. Pita na hii barabara, mtaa wa kwanza wa pili, ulizia hapo, watakuelekeza anapoishi. Okay. Basi nashukuru. Dada, mimi kuomba namba ya James sio kwamba ninataka kufanya kitu kibaya. Hapana. Mimi nina shida muhimu sana, ndio maana nimeomba namba za James. Una mume? Hizo shida zako mwambie mume wako. Wewe kwa nini usiwaambie familia yako? Jamani, mtu waache, sisi na familia yetu tunataka tunde peponi. Shami, utuache. Hatutaki kutenda dhambi sisi jamani, tumekuacha umeolewa kwa moyo mweupe jamani. Kwa nini unatufuatafuata wewe binti? Unataka kutuharibia funga zetu, swala zetu Mungu asisikie? Wewe, sisi tunataka kwenda peponi mama. Tunataka tuwe watukufu. Mungu atupokee tukifa huko jamani tu. Dada, naomba utuache tupumzishe. Sawa? Dada, nina shida sana na hizo namba. Mama unisaidie. Sikia sasa Kevi. Elewe mwanangu, wewe acha tu. Yaani sijui hata imetokea vipi. Asalamu alaykum shehe. Wa salaam. Kheri. Heri. Samahani kidogo. Kuna mahali ulipita ukawagusha waleti yako. Sasa kwa bahati nzuri, kumbe nilidondosha mwanangu. Kwa bahati nzuri bwana, mimi nikaiokota, kwa hiyo nikajaribu kuulizia, nikaelekezwa kama unapatikana hapa. Hii hapa. Sikia sasa Kevi. Agiza bia zizunguke hapo kwenye meza. Pigia watoto wa kike wale wote ambao tulikuwa tunataka tuwaliki wale wote wale waje pale. Ndizi za kuchoma na kitimoto kilo 2. Astaghfirullah.